Moja kwa moja ni kwamba mgeni njoo mwenyeji apone, ndio ari ya wengi wa wakazi wa eneo la Naivasha kwenye ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit, walakin huenda minofu wanayotazamia kupata ikawapiga chenga, kwani wanalalamikia kukosa kuzingatiwa. Wafanyakazi hao wametatiza uchukuzi kwenye barabara ya Nairobi Naivasha. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yuko kwenye eneo hilo na tunaungana naye kwa muktasari kwa yanayoendelea kwa sasa. Willy Dennis Njiru, usukani kwako. Naam, asante sana mwenzangu Josh Onsare, mbashara kutoka eneo hili la Naivasha, ambapo umati mkubwa wa wakazi wa hapa, wengi wao wakiwa vijana na wenye umri wa kati, wakiweza kutafuta nafasi zao za kazi katika upanuzi wa barabara hii, ambapo Rais William Ruto aliweza kuzindua miezi kadhaa iliyopita. Itakumbukwa kwamba vitengo vingi vya barabara hii vimeweza kugawanywa kwenye vijisehemu, na eneo hili la Naivasha ni mojawapo ya maeneo ambayo yameweza kutengwa katika sehemu yake na kuweza kufaa wakazi wa hapa. Itakumbukwa pia katiba inaruhusu nafasi za kazi kutolewa katika 70% kwa wale ambao ni wakazi wa hapo, japo tajriba ni jambo kuu la kuweza kuangaziwa. Na pasi na kupoteza muda, ningependa tuzungumze na wakazi wa hapa, watueleze ni kipi ambacho mnalalamikia kutokana na mradi huu ambao unaendelea kwa sasa. Haya, kwa majina naitwa Simon Wakaba, mimi ni mkaaji wa Viwandani na tuko hapa Midhuri ili kuweza kufuatilia nafasi za kazi, na kama ambavyo umeelezea vizuri sana, hii barabara ya Rironi Mau Summit Road inapita hapa Naivasha, na president mwenyewe akasema ikifika Naivasha, wakaaji wa Naivasha wanafaa kupata hizo nafasi. Wakaaji wako hapa kwa sababu hii barabara ilianza kitambo sana na tunaona ikiendelea, ni kitu tunaona kwa macho, si ati ni stories za jaba, na tuko hapa kwa sababu tunataka kazi. Unajua the economy vile iko at the moment, vijana hawana kazi, wazazi unaona pia wamebeba pia watoto hapa, lakini tunazungushwa. Again we want to call out the brokers, because unajua kuna brokers, naona kuna list ambazo zinaandikwa hapa, watu wakitaka kazi wanajileta hapa kwa ground waweze kuajiriwa kupata kazi, na hatutakubali ati tuone barabara ikiendelea tukiambiagwa sijui contractor ameenda mwingine akakuja, na ndio maana tuko hapa. Yes, wanatuzungumzia ni sawa, lakini we are going to give them ultimatum, watupe pia timelines. Hii siku HR kwa ground watu wakuja wachukuliwe hizo kuweza kufanya kazi. 70% wanafaa kutoka ni hapa Naivasha. Tuko na wakazi wengi kutoka Midhuri, kuna Kabati, kuna Kanjo, kuna Set, kuna Kayole. Watu wote wako na nafasi sawia na wengine. Kuna kazi ya kuendesha hizi lori, unahitaji kwenda more training. Kuna story na machinery pia, history na mawe na carpentry. Na pia kazi ya mikono. Vijana wapate kazi, otherwise haya. Nieleze jina lako na ni kipi ambacho kimewaleta hapa. Mradi wa barabara tayari ushang'oa nanga. Kwa majina naitwa Byron Jejadis, na kusudi kubwa ambalo tuko hapa leo ni kuweza kuongelea mambo ambao kama wana Viwandani na wana Naivasha tunaona ni kama systemic operations. Ukiangalia Midhuri na Kabati, hivi ni vitongoji duni, na haswa pia ukiangalia vitongoji vingine duni kama KCC, hawa watu sisi tunaona wananyanyaswa kwa njia ambayo haipai. Na lile ambalo tunasema ni ya kwamba ikiwa wakaji hawa vitongoji duni wataweza kujitokeza na kuongelea haki ambazo ni zao, kama vile ambavyo wakaaji wa Midhuri leo wanafanya, kuongelea 70% ambayo wanapaswa kupatiwa kama wakaazi. Kila mtu yuko na njaa na kila mtu anapitia hali gumu wakati huu wa sasa, na ambalo halipaswi kufanywa ni wakaazi hawa ama wananchi hawa kutosikizwa na kudhulumiwa haki zao, na pia kuonekana kana kwamba hawafai. Wao pia ni watu wanafaa, wao pia ni watu wana watoto, na hali ni ngumu kwa kila mtu. Sekunde 10 kabla sijampisha mwingine. 70% hii muna tajriba ambayo inahitajika? Tajriba ipo, na kama jinsi ambavyo wameangalia hata wale ambao walikuwa wanaomba hizo list, wameona tuko na the technical bit ya hiyo ambayo inatakikana, na tuko pia na watu wa mkono tena kwa wingi zaidi. Asante. Jina lako haraka tu, sekunde 2, lile ambalo alijasemwa. Kwa majina naitwa John Mo, mkaaji wa hapa Naivasha. Tunasikitika kwa siku ya leo kuhusu hii kazi yenye inaendelea hapa. Swali tunajiuliza moja, kwa katiba 70% inafaa ipewe wakaaji wa area, lakini hawajapata. Swali tunauliza, Naivasha tutadiscriminatiwa mpaka lini? Ikifika ni wakati wa wanajeshi ama NYS ama kitu kingine, tunaambiwa meno yetu si mzuri. Swali tunajiuliza swali tu moja, kwani hii kazi ya kujenga barabara, kwani tunaenda kuuma muhindi? Sawa sister, kwa kifupi tu, muda wangu umekatika.
Kwa majina ni Nduta Gashero, mkaaji wa Naivasha, Viwandani Ward. Unataka kazi? Tunataka kazi na pia wamama wanaweza fanya kazi. Sioni watu walemavu hapa. Watu wako tayari kufanya kazi na chenye tuna demand, it's our right. Huku ni kwetu na tuna mengi. Hiyo tu. Kama si kazi ni kazi. Asanti. Onsare, mambo ni kama hayo kutoka kwa vijana hapo, umewasikia wanataka nafasi za kazi, na kwa mujibu wa katiba 70% lazima ikaweze kutoka kwa wale ambao kazi hiyo inayofanyika. Ni hayo tu kwa sasa. Kwenye taarifa zetu za hapo baadaye tutakuwa tukisimulia haya kwa mapana na marefu, na kurejeshea majembe kwa sasa mwenzangu studioni. Onsare, usukani kwako.